Wadoko wako karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama alivyotangulia mzee kusema, kwa majina naitwa Emmanuel Imani. Kwa machache kama alivyosema, naongea kwa niaba ya ndugu zangu, lakini pia kila mmoja atapata nafasi ya kuongea. Kikubwa tunapenda kumshukuru Mungu kama familia kwa neema na fadhili zake juu ya maisha yetu. Tangu tumeanza mwaka kwa magumu na mazuri ambayo tumeyapitia, tunamshukuru kwa yote. Lakini pia kwa upande wangu sasa, napenda kumshukuru Mungu, ameweza kunipigania sana, kwa sababu ni mmoja wa mtoto ambaye nadhani baadhi ya ndugu na wazee pia wanafahamu namna ambavyo nimekuwa tangu mdogo mpaka hapa nilipofikia. Haikuwa rahisi, lakini vile vile napenda kumshukuru Mungu kwa kunifungulia kibali na kunifanikisha kwenye baadhi ya mambo. Mfano, nakumbuka 2023 ndio nilitoka chuo. Kwa nilikaa nyumbani almost mwaka na miezi 7. Mimi kama kijana kukaa mwaka na miezi 7 pasipokuwa na ajira ni changamoto. Na sisi kama vijana wa rika langu, of course, tunapitia mambo mengi. Kuna namna nahitaji kuendesha maisha yangu pasipo kusema lolote kwa wazazi, yaani mimi kama mimi. Kwa ule mwaka ulikuwa ni mgumu kwa kweli, na nafasi zote ambazo zilikuwa zinatokea za kufanya application za kazi nilikuwa naomba, lakini nikawa nakosa. Kana kwamba ilifika mahali mpaka mama sasa akaona kama anataka ku give up, kukata tamaa, sababu ajira nyingi ambazo nimeomba, barua ni nyingi nimeandika, siwezi kuzisema zote. Lakini ninachokumbuka mwaka jana mwezi wa 6 ilipatikana nafasi ya kazi. Kuna hospitali iko Mbuyuni, kama unaenda posta pale kuchukua nafasi za kazi. Sasa na mimi nimeandika barua mwaka jana, nikapeleka, kwa majina yalivyotoka pia sikupata. Lakini nashukuru Mungu, mwaka huu mwezi wa 7 tunapoingia 8 pale, nikawa nimepigiwa tena simu, wakati nadhani mzee yuko masomoni, kwamba Mr. Emmanuel unatakiwa kwa ajili ya interview. Of course nilikuwa surprised kwa sababu nilishasahau kama nilipeleka pale barua. Basi nadhani nilimpigia simu baba, nikamwambia na mama, bana nimepigiwa simu. Kwa haraka tu nikaandaa tena CV, nikarudi kule, na kwenye interview tulikuwa watu 10. Na kwenye interview walikuwa wanahitajika watu 3. Kwa vile vile haikuwa rahisi, pressure kwanza, unaogopa, alafu unaenda kufanywa na interview na sio Tanzania zako, ni Wahindi, kwa sababu ni hospitali ya Wahindi. Kwa haikuwa rahisi, kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa sina uzoefu nao kuongea na mabosi ana kwa ana. Lakini namshukuru Mungu, kwenye interview nilifanya vizuri, nikapita, nikaweza kuajiriwa pale. Kwa namshukuru Mungu katika hiyo. Lakini pia napenda nitoe ushauri kwa vijana wenzangu na walionizidi. Kipindi hichi kama una nguvu ya kupata chochote kitu kwa maana ya hela, au labda unafanya kazi, kwa hapa mimi nilipofikia, nilichokiona, na shauri kama unaweza kujikatia bima ya afya. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu leo hospitalini, niwe mkweli, watu wanaumwa. Hasa wazee wetu wanapoelekea umri unapozidi kwenda, changamoto ni nyingi za uzeeni. So kama una nguvu sasa hivi kama kijana, utunze hela yako, kata bima. Bima ile itakusaidia kwa baadaye. Mfano mimi nikikata bima naweza nikatibia wote hawa, baba, mama na ndugu zangu, sababu linapokuja swala la dharura, unaumwa, then hauna keshi, kuna hali magonjwa ni changamoto. Watakuuguza, lakini mwisho wa siku maisha yako ni mafupi. Kwa katika hayo napenda kumshukuru. Asante. Mshana kupata huyo makida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Laja wote nataka kumshukuru Mungu. Kwa ujumla wa familia wote kuepukana na changamoto iliyotokea hapo katikati mwezi wa 11. Pia namshukuru Mungu kwa masomo yangu, nimeweza kufanikiwa, nimefaulu vizuri, naelekea chuo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa majina yangu naitwa Matthew Imani Emmanuel Saga. Napenda kumshukuru Mungu kwa yote aliyonifanyia tangu nimeanza elimu mpaka naelekea kwenda chuo. Kiufupi ni jambo la kumshukuru Mungu. Wazazi wangu wanajua ni changamoto nilizopitia,
nilipowasumbua. Sema kama mpenzi wa Mungu. Lakini naamini kuwa ni hatua ukuaji, tulikuwa ni utoto. Ningependa kuishukuru kanisa kiujumla kwa maombi yenu. Kusema ukweli, elimu yangu ya Mbeya ilikuwa ni ngumu sana kutokana na mazingira, mpaka kuja kuadapt na mazingira mpaka nakuja kumaliza sio rahisi. Magonjwa yalikuwa ni mengi, vishawishi vilikuwa ni vingi shuleni. Jambo la kumshukuru Mungu. Amina. Jamani, Yesu asifiwe. Ameshajieleza. Ukifika pale Moroko Kiprefti, kulia kwako kama nenda mjini kuna jengo la Airtel. Nyuma yake ndiko nakofanya kazi kwenye hiyo hospitali. Kwa hiyo una bima yako, unaweza kumuona, atakupokea, utahudumiwa. Lakini binafsi namshukuru kwa ajili ya Kulwa. Yeye amepata chuo kile cha Mabibo kinachohusiana na mambo ya NIT. Usafirishaji ndiko nakokwenda kusoma. Mwamba naye aliyenisumbua sana huyu. Kwa sababu Mwalimu Meshaki amekuwa ni lango sana la ukijana. Simama mwalimu, sikukusahau. Kabisa. Mwalimu kushukuru kwa dhati sana. Alipangiwa ilikuwa ni Chechele. Tukaona gharama ni mbali. Wakati wa masika anaweza kuchelewa masomo, tukamhamishia Bunju A. Kule nako tena akatusumbua. Baada ya hapo tukaongea na mwalimu wetu Meshaki wakati anafanya kazi pale Kilomo Secondary School, akatusaidia nafasi. Tukampeleka. Nako pia akasumbua vile vile. Mzangu mzazi ni mzazi, unafanyaje? Mama mchungaji akanitia moyo. Tafuta shule huku na huku, tukampeleka Kibaha Wamzi Secondary School alikomalizia pacha wake. Form 5 malizia kule. Okay, 5 na 6 tukampeleka Kibaha Wamzi Secondary School. Na kwa katibua vile vile. Nikamwambia kaka yake sasa, kama ni maji anatarajia kumwagika yote. Yakimwagika hayazoleki. Akarudishwa nyumbani na huyo alimfuatilia. Alitueleza. Baadaye tena tukakaa na mlembo wangu tunafanya. Tukatafuta shule nyingine ambayo alisoma aliyohitimishia form 4 ni Mbeya Maranatha Secondary School. Mwamba tukampeleka. Huko nako tu tuliendelea kumwomba Mungu ushauri, lakini changamoto hazikuisha za binafsi lakini baada ya hapo tunamshukuru Mungu katika yote. Binafsi ni washukuru kanisa kwa ujumla na waombaji wote bila kumtaja nani na nani. Hata lile kundi letu la maombi ndilo ambalo limekuwa chachu kwa ajili ya vijana wangu. Binafsi utunda ambao alikuwa nao Mwalimu Meshaki anafahamu. Lakini kwenye matokeo ya form 6 amepiga 1 ya 9. Mwamba. Tunajua nimesema kwamba baba anafanya utundu kweli, lakini akili zimo, kweli zimo. Akili utundu. Yesu akubariki sana. Kama mtume. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Haleluya kanisa. Amen. Kwa kweli nawapenda. Nimefurahi kwa uwepo wenu. Siku ya leo ni siku muhimu kwetu. Ni siku tuliyoitarajia na imekuwa. Bwana amefanya. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tunaungana na watoto wetu kumshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo amewatendea. Haikuwa rahisi. Wamepanda milima na mabonde. Sisi kama wazazi hatukuchoka. Tuliwavumilia. Ila kuna wakati kweli mtakapata tamaa bila mwamba huyu hapa. Huko Mbeya tuliletewa mashtaka mengi, nikakaa nikachoka. Kasema huyu tunamrudisha nyumbani. Sasa kurudisha nyumbani baba, unapanga chumba. Mikokoteni ipo, kapambane mwisho unavyotaka wewe. Au mpitu kalima mchicha. Akakaa akatafakari, tukashauriana na walimu. Tukawaomba tukanyamba yetu, sababu jamaa mtusaidie tunampeleka wapi? Na naelekea mwisho.
na mwalimu wa jina wake anaitwa Matthew. Akawa anasema kweli jina wangu ni Mtundu. Nikasema kwa wazazi msaidieni hivyo hivyo. Tunachomshukuru Mungu ifika hatua akatulia na mimi tukufunga tunafuatilia nini? Maendeleo yake. Je, yuko vizuri au ameshajichanganya? Wakasema Matthew yuko vizuri, ni Mtundu wake tu. Kwa yote sio sisi, ni Bwana amefanya. Tunawashukuru kanisa kwa maombi yenu. Kulipo wakimbilia hamkutuacha. Maombi ya Ijumaa na ile kundi la Jumamosi wana kikundi chao cha wana maombi cha masaa 24. Kwa kweli walitubeba kwenye maombi. Tukisema ni sisi, hapana. Sio sisi, ni Bwana amefanya kwa kupitia kanisa lake na watumishi wa Mungu walitushika mkono. Kanisa, Mungu awabariki sana kwa moyo huo. Tusichoke wala msichoke. Bado tuna watoto wengine na je, mna watoto? Tutabebana. Anayeweza yote ni nani? Mwenye majibu ya juu ya familia zetu ni Mungu mwenyewe. Sisi tunaweza tukachoka, lakini Mungu hawezi kuchoka kumlilia. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo Mungu amewafanikisha. Wamepata vyuo, wanaenda TIA, ile ni IT. Bado msituchoke. Tunahitaji maombi yenu. Gharama ni kubwa. Baba yangu kidogo ameshajipata. Haniombi sabuni wala mafuta. Ana ajira yake, hiyo inatosha. Mungu atamuinua pia kwa wakati mwingine. Ila hawa hapa kwa kweli safari bado ni ndefu. Miaka 3 chuoni, ada yani kwa wawili tu kwa mwaka mmoja ni milioni 3, bado wapangishie, bado walishe. Na sisi tukijiangalia wenyewe, niseme tu tunaweza yote katika yeye tutia nini? Nguvu. Msichoke kutuombea, tunahitaji maombi yenu. Alivyowaleta duniani kwa mapacha, Mungu anakusudi nao, atawafanikisha na ndoto zao zitatimia. Mimi naamini watamaliza kwa imani. Kwa hiyo kanisa, hatuna mengi ya kuwachosha. Asante kwa sababu mlitubeba kama familia ya Mungu wote kwa pamoja, na Mungu awabariki. Asante mama, na mimi niseme kwa upande wangu binafsi niweze kumshukuru Mungu kwa neema yake na kufikia siku ya leo. Haikuwa rahisi, takriban miaka 2 niko nje na familia, nje na kanisa kwa ajili ya masomo. Binafsi niweze kumshukuru askofu wetu wa jimbo Oliver Kamonongo, leo itakiwa tuwe naye, lakini jana alinipigia simu, nafikiri juzi, alipata dharura ya kuwepo pamoja nasi. Lakini alinipa ahadi akishamaliza majukumu yake atapanga siku aje kushiriki ibada pamoja nasi. Binafsi nimshukuru mchungaji wetu kiongozi wa kanisa la Mali Tegeta. Hayupo lakini atafika kwa kuchelewa. Kuna tawi ambalo liko chini pale na Tegeta liko Mingoi kule kwa mchungaji Bedi wameenda kulizindua. Lakini pia nimshukuru makamu kiongozi wa parish ya Tegeta na naibu wetu wa jimbo. Binafsi Mungu awabariki sana. Mimi sikusoma kwa keshi maana ya kwangu, nimesomeshwa na kanisa la mahali. Makamu kiongozi na senior pastor na baadhi ya wazee, kama ungesema ima usiende kusoma, nisingeenda kusoma. Kwa kweli vile FPT yetu vyo vyetu gharama yake iko chini, lakini kama una biashara una kazi yoyote, kwa kweli bado gharama ipo, kwa sababu kile chuo kinaendeshwa na ada za wanafunzi pamoja tuna wafadhili, lakini pamoja na hivyo hazitoshi. Lakini pia nimshukuru makamu mwenyekiti wa parish yetu, lakini pia ni mwalimu wangu, amenifundisha. Unavyoona labda kuna mabadiliko eneo la ufundishaji kuhubiri, miongoni mwa walimu wao Pastor Elia Mtishibi. Baba Yesu akubariki. Kwenye risala ambayo niliongoza wanafunzi wenzangu kuiandaa na kwa kuaminiwa, nafikiri ulikuwepo, na tuliahidi kwamba maarifa ambayo umetupandia kwa habari ya kuandaa jumbe mbalimbali, kuwasilisha kisomi, Baba sitokuangusha. Sitokwenda kama ulivyokuwa, hapana, nimepata maarifa. Yesu kwa kweli akubariki sana. Na alifundisha somo fulani la communication. Binafsi kila mhitimu aliyepita kwenye hilo somo anasema Elia amefanya vizuri. Na nimshukuru Mungu pia hata kwenye nafsi zangu ni mwalimu wangu nilifanya vizuri. Mwalimu nakushukuru. Lakini binafsi niwashukuru wazee wangu wa kanisa ambao niliwaacha takriban miaka 2 walibaki na kanisa, niwashukuru sana. Mama wazee wa kanisa niwashukuru pia, na niwashukuru wainjilisti na viongozi wa idara mbalimbali mliobaki na kanisa, lakini pamoja na washirika. Yesu awabariki sana. Amen. Kanisa sina cha kuwalipa. Lengo la kwenda kuongeza maarifa ni kuwatumikia, kuwanyenyekea. Ni hicho tu ndicho tunachokiamini. Ni kuitumikia jamii pamoja na familia yangu. Lakini binafsi nimshukuru mama mchungaji pamoja na watoto wangu, muda ambao
nitamani uwe na ninyi, sikuwa na ninyi, kutokana na hali ya utumishi, nipate maarifa. Mhubiri wetu amesema kwa kale tulionayo binafsi ni ukweli usiopingika, wachungaji wanaoshika matawi na watumishi ambao wanatarajia kuwa na matawi, na unatumika kwa sasa tukifikia elimu ya msingi sana. Ndio maana FPC kwa kujali hilo kwamba mtu sasa hatasimikwa kuwa mchungaji mpaka awe na shahada ya diploma. Kwa nini? Kizazi tulicho nacho ni cha mabadiliko. Tunahitaji kuwa na uelewa mwingi, tunahitaji kuwa na maarifa mengi. Kwa mama mchungaji, nikushukuru, wanangu ni washukuru kwamba mlimisi upendo wa baba takriban miaka 2 sikuwepo, lakini lengo ni kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kwa nawashukuru sana. Yesu awabariki. Sina cha kuwalipa, Yesu atawabariki sana. Mama, Mungu akubariki. Ulikuwa baba kwangu, ulikuwa mama kwangu. Wakati naanza nilipopungukiwa mahitaji nikupiga mama mchungaji, mke wangu, naomba matumizi. Chakula chako unajua mwenyewe. Kabisa. Ulibeba majukumu yote kama baba kama mama, lakini Mungu ni Ebeneza, alisimama pamoja na wewe. Lakini na mwisho pia niwashukuru kanisa nilipoanza masomo binafsi kwa upande wa mahitaji ya nyumbani na chuoni, sikupungukiwa. Wote ni mashahidi. Nilipokuwa nikirudi na ninapoondoka naondoka mfuko umeonona. Nikifika Mkata tu, mimi nachagua chakula tu. Nikiwa pale Zayoni nachagua chakula tu. Sikuwa na shida ya pocket money. Lakini watu binafsi siwataje majina walikuwa wananitumia. Na kuna mwingine yuko hapa na familia aliniambia wakati naanza masomo kwa jana kwamba mimi na familia yangu tunaomba tukubebe takriban miaka 2. Ukipungukiwa mahitaji yoyote tupigie simu tukutumie fedha. Yuko hapa simtaji jina. Jamani, Mungu awabariki sana. Kanisa kwa ujumla na wale ambao walituma kwa maana binafsi, Yesu awabariki. La mwisho niwashukuru wazee wangu wa kanisa ambao wameungana na mimi ile siku ya Jumatano mahafali ya ndani na Jumatano mahafali ya ndani, Alhamisi mahafali ya nje, na niwashukuru mama wazee kuwapa kibali kuja kuungana pamoja na mimi. Lakini pia nimshukuru Mwalimu Meshaki kumruhusu mama Justina Meshaki kuungana pamoja na mimi pamoja na Mama Molen, mama mtumishi, kumwachia baba aje kuungana pamoja na mimi. Lakini pia nimshukuru Ed Kabebe mpigaji wa drums kumwachilia mama kuja kuungana pamoja na sisi kwa maana kuliwakilisha kanisa binafsi. Yesu awabariki. Baada ya shukrani ya watoto wangu na mimi, tunao sadaka ambao tutaelekeza kwenye ujenzi wa kanisa ambao tunaendelea. Na tunaomba kijana wetu wa kwanza awakilishe wadogo wake pamoja na wazazi wetu kwa ajili ya utoaji wa sadaka hiyo itusaidia kwenye ujenzi ambao tunaendelea nao. Asante sana na Mungu atubariki sana. Asante, karibu Emmanuel kwa ajili ya kutoa sadaka hiyo ambayo tumeadhimia wote kama familia tuelekeza kwenye ujenzi. Asante sana. Yesu asifiwe. Amen. Kwa sadaka yetu kama familia tunaelekeza kwenye ujenzi ili tumalize kanisa letu zuri ili tuweze kuhamia na kumtuza Mungu. Yesu awabariki sana. Amen. Baada ya shukrani nirudishe maiki kwa kiongozi, lakini kabla sijarudisha kwa kiongozi ni kama nilivyosema kwamba tungekuwa na askofu wa jimbo la Staff la Monongo alipata dharura senior pastor bado kwa mingoya hajafika.